Mhashamu Askofu Mkuu Jimbo la Dar es Salaam, waheshimiwa maaskofu, mapadri, watawa na waamini wote, tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hapa leo, kutuwezesha kusherehekea maisha ya mpendwa wetu Father Peter Asenga. Mengi yameshasemwa, mengi yamesemwa na mwenyekiti kashayasema, wa maaskofu wameshasema, na nisingependa kurudia mengi, lakini mimi niseme tu kama familia, Father Peter Asenga alikuwa nguzo mbili kwa upande wetu. Father Peter alikuwa nguzo yetu kiroho na nguzo yetu kifamilia. Kwenye familia, Father Peter tulikuwa tunamuita default premium. Kwa wale ambao ukiweka kwa Kiswahili sio kimbilio la juu, unasema ni kimbilio bora, kwamba ukiwa na hoja yako, ukiwa na ishu yako, yeye ndio alikuwa mtu tunamfuata. Na ukianza kuongea atakwambia kwenda huko. Then ukijieleza vizuri, nafikiri kwa sababu ya falsafa yake kama ilivyoelezwa kwenye wasifu wake, atakwambia acha bwana. Sasa akishasema acha bwana, ujue solution imeshapatikana. Kwa hiyo Father Peter, sisi kama familia tunamshukuru Mungu kwa maisha yake na kwa yote ambayo ametufanyia. Upande wa kiroho ni mengi, na nikisema niyaseme hapa, Mhashamu Askofu, itachukua muda mrefu sana, lakini labda nitoe tu ushuhuda wangu mimi mwenyewe. Father Peter Asenga ameshiriki kwenye shughuli zangu zote za kiroho, kuanzia kuoa. Nimeoa binti yake Teddy, kama unaweza kusimama, lakini alimisi harusi akatufuata Marekani kuja kutupa salamu zake. Haikutosha, tulipotoka tukaenda Uingereza, yeye alikuwa Ireland. Tulipopata mtoto tunataka kumbatiza, tukamwomba Father Peter aje kutubatizia kijana wetu. Alipokuja ametukuta sisi, na anasema hapo ndio roho hiyo ya kiroho inapoingia zaidi. Alitukuta mimi nimekwenda Uingereza, sikuwa najua haya makanisa vizuri, kwao nilikuwa nasali, kumbe nimesali kanisa ambalo nafikiri ni Anglican. Kwa hiyo tumekaa hapo, akaja jioni yake anasema haya twende tukaone hilo kanisa ili tumbatize mtoto. Tumeingia, akaniambia acha bwana, ndio hapa. Nikamwambia sasa twende huko. Kwa hiyo tukaingia kwenye kanisa Katoliki, nakumbuka ilikuwa wakati wa Easter, tukabatiza mtoto na mengine mengi. Mtoto wetu wa pili tulipata alikuwa Kenya, tukamuita pia, na matukio hayaishi. Akaja tukafanya tukambatiza siku hiyo. Tumetoka kwenda kunywa soda, ndio yale machafuko ya 2007 Kenya, tukaambiwa kimbieni kwendeni nyumbani. Tukatoka na Father Peter tena tukakimbia nyumbani, na mengine mengi ambayo nikiyaeleza hapa ya hayataisha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa maisha yake, hakukata tamaa, hakutukimbia, na kila alilokuwa analifanya, liwe ni kwa upande wa kikanisa au kwa upande wa kifamilia, lilikuwa ina opinion kama binadamu, jambo ambalo limekamilika. Sasa naomba nichukue pia nafasi hii, Mhashamu Askofu, nitoe shukrani za familia za dhati kwa yote ambayo mmetufanyia kama familia katika kuishi na Father Peter Asenga. Kama walivyosema Mheshimiwa Askofu, miaka mingi amekuwa kwenye kanisa, na yote ambayo nimeona na kama familia tumeona toka alivyougua 2023 mpaka Mungu alivyomchukua juzi. Tunalishukuru jimbo na uongozi wako kwa msaada wako mkubwa na kwa yote ambayo umetufanyia. Najua haikuwa rahisi. Father Peter ameenda India mara kadhaa na amerudi, na tunajua gharama hizo sio gharama ambazo kwa wale waumini wenzangu waamini hapa mtajua
sio gharama rahisi kurudi hata mara moja, hata tu kwenda. Lakini vile vile nimshukuru mkuu wa shirika Father Florentine. Asante sana Father Florentine, mimi naye tuna rekodi zetu, tulikutana Dakar wakati ule akifanya utume na mimi nikiwa huko, kwa msaada wako mkubwa katika kumtibu Father Peter Senga. Nitoe shukrani za dhati kwa parokia hii Salasala Mtakatifu Agustino, na specifically kwa mwenyekiti ambaye amenitangulia hapa kuongea. Mara ya kwanza nilipomkuta mwenyekiti akiwa anamhudumia father kule hospitali inaitwa Haemeda, nilitoka nje kwanza nikauliza mtu huyu ni nani, sababu huduma aliyokuwa anaifanya na jinsi alivyokuwa naye karibu ilitufanya sisi kama familia tukajikuta kwa kweli tunamwendea tena yeye badala ya sisi kuwa ndio wahusika wakuu. Na tumeiona hiyo all the way mpaka alivyofika Muhimbili, na mwenyekiti na wajumbe wote wa parokia hii tunawashukuru sana. Waumini wengi sana tumewaona, nimewaona hospitali mara nyingi, na wengine walikuja hata wengine asubuhi sana. Asanteni sana 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 sana. Lakini pia nichukue muda huu kutoa shukrani kwa madaktari wote ambao wameshiriki katika kumhudumia Father Peter, kuanzia India, Hemedad, Dr. Helen tumemsikia hapa akitajwa, lakini vile vile nizungumzie madaktari wa Muhimbili JKCI pale, kina Dr. Mel Msengi wako, kina Frida, kina Dr. Minja na Dr. Kisenge mwenyewe, kwa kazi kubwa ambayo walifanya tulipompeleka pale na mpaka ambapo amefikia hatua hii yake ya mwisho. Nakumbuka siku nilivyoenda hapo asubuhi, nilimkuta akaniambia Dr. Kisenga alikuja kuniona jana na nimefarijika sana, niliweza hata kufanya, nafikiri alifanya ibada pale akiwa pale wodini. I hope and I'm not sure itakuwa labda ndio ibada yake aliadhimisha mwisho, sina uhakika, lakini alikuwa na moyo sana na aliniambia pale kwamba mimi nataka nikitoka hapa twende India wote, kwa sababu tayari alikuwa tena na mpango wa kwenda India na kila kitu kilishaandaliwa. Lakini Mungu ana mengi na anajua yanayofanya, kwa hiyo sisi kama familia hatuwezi kusema zaidi. Ila vile vile Mheshimiwa Askofu, niseme kwamba tunaumia kwa kumpoteza mwenzetu, lakini tunafarijika kwa tunayoyaona hapa. Ukiona umati huu uliokaa hapa, hasa siku ya Jumanne ambayo ni siku ya kazi, inaleta kile mwenyekiti alichokisema kwamba kwa kweli Father Peter alikuwa ni mtu wa watu, na sisi inatupa faraja kuona kwamba pamoja na kuondoka kwake tunafurahia maisha aliyoyaishi. Tunafurahia kwa sababu sisi ni watu wa imani, na tunajua, mimi sio mtaalamu wa kusoma hizo theolojia sana, lakini tunajua wote njia yetu ni moja. Lakini ukiweza kuacha mark duniani ambayo ukiondoka watu wanasikitika na kufurahia na kuona ulioyafanya, kwa mfano hili kanisa, basi na imani kwamba hata sala zitakapokuwa zinasaliwa hapa au watakazokuwa wanaomba waumini watakuwa na kukumbuka. Kwa hiyo nimalize tu kwa kusema asanteni sana 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 kwa kila kitu. Sisi kama familia tunawashukuru sana. Tulikuja tukaangalia juhudi zote zilizofanywa, na kwa hiyo tunawashukuru sana. Tunaomba tuendelee kuombeana, najua tutaongozana kwenda kumhifadhi kule Arusha, na kwa wale ambao watakuwepo na sisi tena, kama kutakuwa na utaratibu mwingine tutausema pale wakati tutakapofika. Raha milele umpe Bwana. Amin.